Kariakoo kama ulivyoizungumza, kwanza Kariakoo ni kitovu cha biashara si kwa Tanzania bali kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Ukizungumzia nchi kama Zambia, nchi kama Kongo, nchi kama Burundi, nchi kama Rwanda, nchi kama Kenya, nchi kama Uganda, nchi kama Mozambiki, zote hizo zimekuwa zikitumia soko la Kariakoo ama hii Kariakoo kama gateway ya kupata bidhaa nyingi ambazo zinaenda ukanda huo. Kwa hiyo kitu ukitaja Kariakoo unataja kitovu cha biashara kubwa Afrika ya Kati na Mashariki. Lakini pia kwa nchi yetu, maana yake Kariakoo inatengeneza mapato makubwa sana sana sana. Kama nitakuwa sawa, zilikuwa ni takwimu za kama mwaka 21, 22 ama 2021, soko la Kariakoo TRA walikuwa wanakusanya zaidi ya bilioni 12, kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani soko ya sehemu hii ni ya muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, lakini pia ushirika na nchi nyingine. Sasa umezungumzia swala la ajali ambazo zimekuwa zikitokea Kariakoo. Tulishuhudia ajali sana sana za majengo maana yake kushika moto, majengo kuanguka, majengo kuleta na changamoto nyingine za namna hiyo. Ajali kubwa ambayo ilikuwa kubwa ambayo yani ilitikisa sana ni ile ambayo jengo liliporomoka mwaka jana na tulishuhudia vifo. Ilikuwa ni simanzi kubwa kwa sababu ni sehemu yenye mkusanyiko wa watu wengi na ni sehemu ambayo ni muhimu sana kibiashara. Sasa ajali kama ile, kamati iliundwa na ripoti zilitoka na mchakato mwingine ukafuata, lakini kadri siku zinavyoenda tunashuhudia tena ajali nyingine, ajali ya moto, gorofa lilishika moto. Lakini pia tunapoongea azima moto wamethibitisha pia jana ilitokea ajali ya vifaa, ile miti vilivyokuwa vinahusika katika ujenzi wa jengo lenye ghorofa zaidi ya 10 viliporomoka na kujeruhi watu kadhaa. Kwa hiyo imekuwa sehemu yenye changamoto hizo, na sehemu yoyote yenye watu wengi, yenye mrundikano wa watu wengi na sehemu ambayo ina shughuli nyingi na majengo mengi pia, lazima utarajie vitu hivyo vitatokea tu. Naam. Sasa kama ulivyosema, ndio kuhusiana na swala hilo la sehemu kama hiyo, unafikiri ni wapi yani kitu gani kinakosea kufikia hatua ya mambo kama yale hayaishi pale eneo la Kariakoo? Ilikuwa ni mfululizo sana. Kama nilivyosema, sehemu ambayo imeshakuwa ina population kubwa ya watu, sehemu ambayo ina shughuli nyingi za kila siku, hauwezi ukaepuka mambo kama hayo. Sehemu ambayo ina majengo mengi marefu, huwezi ukaepuka vitu kama hivyo. Kariakoo ni sehemu ambayo ni nadra kupata sehemu ya wazi ya kujenga. Zaidi sehemu nyingi ya majengo mengi yanayojengwa ni jengo lingine la zamani litolewe, lije jengo jipya. Maana yake hiyo sehemu tayari ina majengo mengi. Kwa hiyo ili sasa tupate space, watu watajenga kwenda chini, yani underground zile, lakini watu watajenga gorofa nyingi kwenda juu kwa ajili ya kupata matumizi mengi ya maeneo madogo ambayo ni ghali zaidi. Kwa hiyo sehemu ikiwa namna hiyo, tusitarajie kwamba haitakuwa na majanga kama hayo. Lakini ambacho cha kufanya, kila siku linapotokea janga, tuwe tunajifunza tahadhari mpya endapo janga jingine litatokea. Vikosi vyetu vya zimamoto na uokoaji ambao ndo wahusika wa majanga kama hayo, bila shaka watakuwa wakifanyia kazi mtiririko wa matukio haya yanayotokea. Nimetolea mfano tukio kubwa lile ambalo watu walifariki, jengo liliporomoka, na ripoti za uchunguzi zilikuja zikadaiwa kwamba jengo lile lilizidishiwa mzigo kuliko uwezo wake wa kubeba.
lakini pia Kariakoo ile ina uchakavu wa majengo mengi ambayo ni ya zamani. Kwa hiyo ajali haziepukiki sehemu kama hiyo, lakini tunawezaje sasa kuyakwepa haya, tunawezaje kuyapunguza? Ni kujiandaa kwenye kila changamoto inayotokea. Tuliona juzi ghorofa inashika moto. Je, hatua za uokoaji zilikuwa ni za haraka kiasi gani ambazo ziliwezesha vitu vingi kuokolewa visipotee? Je, baada ya ajali ile tunachukua hatua gani za kujifunza vitu vipya, teknolojia mpya, kujifunza mbinu mpya za kudhibiti majanga kama hayo endapo yatatokea tena? Kwa hiyo hicho ndio cha kufanyia kazi zaidi. Mfano, niliona sehemu kuna kampuni moja ya China ilikuwa kama sio mwaka jana mwaka juzi, walikuwa wanazindua robots fulani ambazo zinatumika sana katika masuala ya uokozi, lakini pia kufikisha vitu kwenye maeneo yale ambayo mtu hawezi akafika. Wanavitumia katika upande wa jeshi zaidi. Niliona hata jeshi la polisi la nchi yetu limenunua vifaa kama vile, lakini pia natamani kuona, bila shaka huenda wakawa navyo kama zimamoto na uokoaji, kwa sababu ndo wanatumika katika sehemu hizo, kwamba mfano katika jengo ambalo mtu hauwezi kupita, bado kuna vitu vinaweza vikaenda ndani, kama kuna watu wakapelekewa bado huduma ya kwanza wakiwa ndani ya humo jengo kabla ya kupata uokoaji. Kwa hiyo teknolojia kama hizo, tukichukua hatua kama hizo, tutakuwa tunaendana na kukabiliana na sehemu kama hizo ambazo tayari zina mkusanyiko mkubwa wa watu na zina majengo mengi, ambapo ajali linakuwa ni jambo ambalo linaweza ikatokea mara kwa mara. Naam. Sasa kabla hatujafika kwenye hiyo teknolojia. Ndio. Na sasa hivi tunaona Kariakoo majengo yanaendelea kujengwa kila siku. Ndio. Na majengo haya yanayojengwa ndio ambayo yanasababisha pengine hizi athari zinatokea kwa eneo la Kariakoo. Unafikiri nini kifanyike? Je, tunatakiwa kuzingatia pengine muda wa ujenzi ama nini kifanyike? Serikali inatakiwa iangalie hatua ngapi mbele ili kuweza kudhibiti kile ambacho kinaendelea kutokea katika eneo la Kariakoo? Umezungumzia kuhusu sana ujenzi, vitu vinavyoenda katika ujenzi, kwa sababu hata ile ghorofa ambayo ilidondoka, maana yake walikuja na ripoti, na kabla ya hapo madai yalikuwa mengi kwamba kulikuwa kuna ujenzi unaendelea chini ya lile jengo, ambalo lilisababisha kwa sababu jengo lina uzito mkubwa, lina mzigo mkubwa na ujenzi unaendelea, basi jengo huku chini nguzo zilishindwa kuhimili ile michakato. Lakini mfano vitu vilivyoporomoka jana ni jengo ambalo ni jipya zaidi ya ghorofa 10 ambalo linajengwa nalo hilo kwa mujibu wa zimamoto na uokoaji, ambalo vitu vilianguka chini. Maana yake ni sehemu mpya, sehemu za majengo mapya wanayojenga. Sasa tahadhari zinatakiwa kuwa kubwa kwa mamlaka wanapowapa vibali hawa wataalamu kwa ajili ya kujenga sehemu kama zile. Unajenga sehemu ambazo zina shughuli za kila siku. Ujue ukijenga ghorofa hata kubwa, sehemu ambayo ni ya wazi, sehemu ambayo si ya shughuli za kawaida, tahadhari inaweza kawa ndogo. Vifaa vinaweza vikawa katika udhibiti mdogo, kwa sababu sasa Kariakoo hata kipande tu cha mbao kikianguka lazima kitamfikia mtu chini. Kwa hiyo mamlaka zinapotoa vibali vya ujenzi wahakikishe pia wanaweka masharti kwa hawa contractors kwamba mnajenga katika eneo ambalo hata msumari mmoja ukianguka utamgusa tu mtu chini. Unajenga jengo katika eneo ambalo 24/7 watu wanakuwa wengi muda mwingine. Sasa tahadhari ziwe zipi? Ndio zile fence wanazoweka, zile net zile kwa ajili ya kuzuia vitu vidogo visianguke kule, lakini je, hivyo vinatosha kudhibiti hayo? Miti hii ambayo ilikuwa inawezesha ujenzi, utunzaji wenu ulikuwa ni wa makini kiasi kwamba cha kuwaza kwamba vitu vikianguka kuna watu chini wanaweza wakasababishwa ni madhara? Kwa hiyo nafikiri jukumu kubwa, nafikiri mamlaka ziweke masharti makali sana kwa contractors hawa, kwa sababu wanajenga sehemu ambayo ina
population kubwa ya watu na shughuli nyingi za kila siku zinafanyika maeneo kama yale. Sasa tumalizie kwa kuangalia kwa mfano kama huko nje. Unajua majengo mengi yanapoanguka kama ulivyosema kwamba yanakuwa yanaweza kutumia muda mrefu au wakati wa kujenga. Tunaona kwamba kuna kama hoteli kubwa ambayo ilikuwa zaidi ya miaka 50 Sheraton. Ilionekana jengo inafanya kazi, inaonekana jengo sasa la Hispania yake imeshapungua ikashushwa kwa jengo upya. Unadhani sasa kuna haja ya watu kuangalia yale majengo ya Kariakoo kule yaliyomaliza muda wake na kushushwa na kuwekezwa? Swali zuri sana na jambo zuri sana. Contractor anapojenga kitu, hata wewe katika mradi unaponunua vifaa vyako, wewe mwenyewe unaweza ukajikadiria hivi vifaa baada ya sio tu kujikadiria, vingine huenda vimeandikwa kabisa bana, install labda lift katika jengo lako, lakini watakwambia hizi lift labda baada ya mwaka mmoja zitafanywa maintenance, baada ya miaka 5 zinatakiwa zitolewe kabisa, zibadilishwe nyingine. Umenunua vifaa fulani, utaambia hivi vitatumika baada ya mwaka mmoja, badilisha hiki na hiki, lakini baada ya miaka 3 usivitumie kabisa. Vinaweza kaa vizima, vinafanya kazi, lakini usivitumie kwa sababu vinaweza vikaharibika ghafla, labda vikasababisha athari kubwa zaidi. Wenzetu wapo haraka katika kuchukua hatua kwenye vitu ambavyo vinahusisha sana maisha ya watu, lakini pia vinaweza vikaleta hatari kubwa kama hiyo ambao umelitaja. Maana yake jengo limejengwa muda mrefu zaidi ya miaka 50 huko. Sasa kama lifespan ya jengo aliweka bana hili lifikisha miaka 50-20, vifaa vilivyotumika katika ujenzi, nondo zilizotumika zinaweza kaa zimechoka. Sasa linatakiwa libomolewe, yani liwe bado imara, liwe bado linaonekana halina nyufa, lakini muda ule ukifika lazima libomolewe, kwa sababu inaweza katokea ajali ndogo tu ikasababisha jengo likaanguka. Kwa hiyo hata ripoti nafikiri ilikuwa ni chini ya waziri mkuu ya pale Kariakoo, aliagiza pia ukaguzi wa majengo ambayo yamekuwa chakavu ya muda mrefu, kwamba watu pia wachukue tahadhari ya kubomoa majengo yale ambayo yameshakuwa muda mrefu. Kuna mwanamama mmoja video yake ilisambaa mitandaoni, walikuwa wana mzozo kama na ndugu zake. Yeye anataka ile jengo libomolewe, ndugu zake wanataka kitu kama hicho kama libaki. Maana yake alikuwa anaona ili jengo limeshachoka na bado kuna watu humo wapangaji na nini, lakini takiwa libomolewe ili tuokoe haya. Kwa hiyo nafikiri kuna program za mara kwa mara za mamlaka, pia watu wa uokoaji, zimamoto na uokoaji pia wakague majengo kabla ya ajali hizi, ili yale ambayo yameshakuwa na muda mrefu zaidi, yameshakuwa katika hatari ya kuanguka, wayafanyie kazi haraka kabla madhara makubwa hayajatokea. Tukifanya hivyo hatuwezi kuepuka moja kwa moja hizi ajali, lakini tutapunguza kiwango cha ajali za mara kwa mara ambazo zinatokea katika maeneo haya. Naam.